Kufa mbaya, kufa, kufa. Sisi ni Tatami Plus. Tunawapenda. Unajua baby, afadhali nimekutana na wewe. Yaani baby wako na ukome, usiniite jina hilo. Sikize kwa makini. Hilo jina naomba ukome. Mimi sio baby wako. Cha kwanza mimi na wewe tushaachana. Hilo jina nani kaupa mamlaka la kuniita? Umesikia? Kwa kitu jambo moja nilikuwa nataka nikwambie. Unajua kilichotokea pale siku ile, usichukulie sana manani. Unajua yule mimi sio chochote kwangu zaidi yako wewe. Wewe ndo unanipa mimi furaha yangu, hadi wewe ndo kila kitu kwangu. Si yule mimi simpendi, nakupenda wewe. Acha kunifanya mimi kama mtoto mdogo. Sina akili au pangwani. Umesikia? Ile siku ile pale ukaniambia hunipendi mimi, unapenda pesa zangu. Si ndio? Sasa hivi unabadilisha mada, unasema kwamba unanipenda mimi, humpendi yule. Hivi wewe unaniona mimi ni mpumbavu? Hapana, zile ni porojo tu. Zile ni porojo, lakini mimi nakupenda wewe. Sikutaki. Naomba uende. Unajua mimi nataka nikwambie, yule mimi sio chochote kwangu. Mimi niko na shida kidogo tu. Kwa naomba unisikilize. Aha. Nishakuelewa. Kwa hiyo wewe ukija kwangu mimi unakuja kwa ajili ya shida, nikusaidie hizo shida zako. Si ndio? Lakini huna shida unamfuata ule malaya yako, si ndio? Sasa nakwambia hivi, mimi siwezi kukusaidia, mfuate ule malaya yako akusaidie. Umesikia wewe? Basi sawa bana. Kama umeamua ni nyima fresh. Basi baby, sogea kwanza. Basi yalopita sio ndio ile tujange yajayo. Ulikuwa na shida na kitu gani? Ndio maana nakupendaga. Mimi nilikuwa na shida na 500 tu. 500? Baby, mbona nyingi sana hiyo? Na mbona ya kawaida? Basi subiri kwanza. Kwa sasa hivi 500 mimi sina hapa. Lakini mpenzi, nipo siku hizi 3. Nikiona tu nakupa. Lakini hela yangu nitakupa kwa masharti. Masharti? Masharti gani? Sharti langu la kwanza, naomba nisikute na ule kimalaya chako. Nikikukuta wewe na ule malaya wako, nachafua hizo nyuso zenu. Sharti langu la pili, nikikupigia simu yangu, nikukutumia testi zangu, naomba unijibu, na nikupigia naomba huje. Sawa, haina shida. Nimekubali masharti. Tutatekeleza hata usiwazi. Usipofanya hivyo utainya hela zangu. Ujue hela zangu napataje mpaka nikakupa wewe. Sawa, hata usiwazi. Sawa baby. Sawa. Baby, niage basi uende. Bye. 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 Sasa hizi banjengo. Nahanza mdengo. Mdengo. Hivyo unanitafuta nini mimi? Kivipi, mbona sijakuelewa? Wewe hujui ulichokifanya? Huu ni mwezi wa ngapi hujatoa kodi yangu ya nyumba? Huu mwezi wa 2. Sasa miezi 2 mimi nasubiria kodi yangu ya nyumba. Wewe ungeweza? Bamjinga, kwa hiyo naomba unisamehe. Na kingine naomba univumilie. Kwa sasa hivi sijapata. Wewe binti wewe. Mimi nimejenga hii nyumba ili iweze kunisaidia. Sawa? Nimejenga hii nyumba, nimejinyima mimi ili iweze kunisaidia. Mtoto anatakiwa aende shule sasa. Mwezi wa 2 unanizungusha. Kwa mtoto wangu mimi aacha kusoma, aendelee kukusubiria wewe, kukuvumilia. Mimi nitakuwa nikalipe ada kule. Nataka kodi ya nyumba, sitaki maneno. Huo sio utaratibu. Mkataba nilikupa, sijakupa. Ulinipa,
Mkataba uliusoma hujausoma? Nimeusoma na nikaelewa. Sasa wewe unataka kuleta utaratibu wapi nje ya mkataba nilokupa mimi? Mimi nilikuwa naomba tu, niko chini ya miguu yako. Ndio nilikuwa naomba univumilie na mimi. Nikuvumilie mpaka lini wewe? Mwezi wa kwanza umepita, mwezi wa pili, nikuvumilie mpaka lini? Miezi miwili, nikuvumilie mpaka lini? Nataka kodi. Kama hauna kodi ya nyumba, leo ni mwisho. Hiyo miezi miwili mimi nimesamehe, nenda tu, nenda, hamna shida. Leo nataka kodi yangu au unaama. Leo hii. Saa mimi binadamu, sometimes nakosa, ndio nakuomba univumilie. Nikipata tu hela yako na kuletea mpaka ulipo. Hivi unasikia unachokiongea? Leo mwisho. Toa vitu vyako. Nimemaliza. Anaingia mtu mwingine. Usifikie hivyo ba mjengo, naomba unisaidie. Mimi binadamu nakosea. Sasa ukinifukuza hapa mimi nitaenda wapi? Kwa mimi nikusaidie, nikuvumilie mpaka lini? Unakosa mpaka lini? Mimi shuleni kule naenda kuambia hivyo hivyo kama unavyosema hivyo. Wananisikiliza mimi ada ya mtoto. Bwana. Toa vyombo vyako kwa utaratibu. Taratibu vya kuvunjika vibaki salama. Nikija mimi na winchi hapa leo, vitavunjika kweli kweli. Na kwamba kistaarabu. Sawa? Niko chini ya miguu yako, naomba usinifukuze mimi. Binti, fanyeni kazi. Acheni maisha ujanja, fanyeni kazi. Kwanza umepanga ndani kwangu mpaka unanipa mashaka. Sio unafanya kazi gani? Sikuoni uende kazini. Sikuoni ufanye kazi yoyote, uko ndani unakula, unavaa, unapendeza. Sio tunapangisha wapangaji wa namna gani? Sio jini. Hebu naomba niachie nyumba yangu. Ba mjango. Nimemaliza. Jamani mimi nitaenda wapi? Yaani ndugu wangu hapa nimekufuata na bonge la umbea. Umbea gani? Hivi unakumbuka juzi tulivyotoka na Kibedoro? Ndugu wangu. Nachomeza mitaa kati pale tu nipo na alafu. Kakufuma na shemu. Ndio switi kanifuma. Udugu wangu kulitokea vita hiyo ya vurumai. Wewe usiniambie. Binti povu na mtoka. Sio bwanangu. Binti ungekuwepo. Nusu ni uwawe. Ndio maana muda kuondoka sikukuona wewe. Mimi ndo kupenzika binti. Mpenzi paje udugu wangu. Washa. Yaani kama ningekuwa ndo mimi. Yaani pangechimbika. Ningekukanda pangechimbika nakwambia. Yaani mnichukulie bwanangu. Unajua pangechimbika? Na ushoga ungekufa hapo hapo. Wewe unaweza kupachimba? Naweza, ndio maana nakwambia. Bwana simwache shoga yangu. Simwache. Iwe mvua, iwe jua. Yaani pachimbike kabisa. Hivi unajua mimi na yule bwana tumetoka wapi? Tumetoka mbali. Mbinguni au? Huko. Utajua. Sasa mbona kama unanichamba wakati mimi nimekuja kukuadisia? Lazima nikuchambie. Hivi mimi ningemchukua bwana kwao ungejisikiaje? Yaani ungemchukua bwana wangu mimi. Si unajua shengesha langu? Unalijua vizuri. Sasa na mimi nikitoka hapa naenda kumchukua huyo Rafa. Sijui unanielewa? Unasema nijue vizuri, naenda kumchukua. Yaani ukitaka mimi na wewe tugombane. Ukitaka mimi na wewe tugombane, kamchukua bwanangu. Sasa nataka nilione ile vurumai lako. Kwa taarifa yako sasa hivi ndo naenda. Wewe inauma Inauma Sasa subiri uone. Wewe unasemaje? Kama ulivyosikia. Kwa hiyo wewe mpozi. Yaani wewe mimi na babe. Nimekuweka sana Sio sana kivile. Usijali, lakini baby leo umependeza. Kweli? Unajua ndo kundi zangu hizo. Kwa hiyo umetokeleza, yani sijakutegemea siku zote tunajua sijakuona leo umependeza. Ndio maana sijuti kukuchagua. Hata mimi pia. Unajua nakupenda. Yaani umependeza hata, ndio maana nakupenda. Yaani upo smart. Ndio maana mimi nakupenda. Sawa baby. Sasa baby. Ndio. Vipi kuhusu ile issue tunaongea? Issue ya pesa?
Mimi na tuongee show kwa sababu nataka niende saluni. Nataka nikatengeneze kucha, bado sijanunua vitu baadhi ndani, yani nilivyotununua sielewi. Ndio baby, niko vibaya. Uko vibaya? Uko vibaya kivipi? Yaani siku mbili hizi toka tulivyogombana na pale hivi alivyotukuta pale Sweet mfukoni, mimi nimekuwa pabaya. Sina hela sababu ndio wanipatia pesa na kuletea wewe mpenzi wangu. Hivi unajielewa kwa unachokiongea? Uko kabisa serious, ulikuwa unategemea hela za Sweet. Sio kwamba ndio nategemea yeye sana. Kuna michongo yangu mingine pia nilikuwa nafanya. Yaani umenifanya niachane na mwanaume wangu. Alikuwa ananipa kila kitu. Baada ya kuwa na wewe tu. Cheki nilivyofubaa. Sieleweki mbele wapi, sieleweki nyuma wapi. Hiyo michongo iko wapi? Pesa ziko wapi? Pesa zipo, mbona swala la muda tu zinapatikana. Swala la muda. Mimi pesa ongelea muda, naongelea pesa. Najuta mimi leo. Huo muda utanipeleka saluni? Huo muda utanunulia vitu ambavyo unavitaka? Hivi unajielewa kweli wewe? Pesa sio tatizo. Unaona? Pesa sio tatizo. Cha muhimu hapo ni upendo wako kwangu, na mimi pesa nitakupatia. Pesa kama na kidogo. Upendo unaweza ukanipeleka mimi saluni? Upendo unaweza ukanilipia kodi? Upendo huo unaweza ukanifanyia vitu vyote ninavyovitaka? Upendo ni pesa. Sio hayo maneno unaniletea bla bla nyingi. Mbona nimedumbukia kuna shimo baya mimi jamani? Mbona kama unafika mbali? Swala la muda tu hivi, mbona pesa sifiki mbali. Ninachotaka mimi ni hera tu. Tunaelewana? Sawa, nishakuelewa. Kama hizo pesa mimi nitakupatia. Ndio unipe. Sasa sio kwa saizi hapa nikamwambia niko vibata, baadaye hivi utakuja tena hapa nikuletee tu hizo pesa. Ezi uko vibaya. Baby, naomba tu nielewe. Swala dogo tu ili mbona la pesa, ni issue tu pesa. Kama issue ndio pesa mimi nitakupatia tu. Yaani mimi mwenzio, mwanaume aje hata anavaa kiroba, ili mradi ana pesa, niko tayari kutoka naye. Sasa baba, si una pesa? Naomba ondoka tu, usiniharibie muda. Usifike huko. Naomba ugeuke uende. Ondoka tu. Nenda. Nitakutia mwizi. Utuamini. Baby, usifike huko. Mbona naenda mbali? Ondoka. Wewe. Nimekwambia ondoka. Au nikutie mwizi? Ondoka. Usifike huko. Toka. Changamoto hizi jamani. Dada vipi? Dada vipi dada? Naomba nisaidie. Niache. Nikusaidie wewe niache. Nisaidie wewe. Dada naomba nisaidie. Yaani leo nimefurahi kweli. Yaani unaambiwa siku zote adui yako akipata shida ni furaha. Ndio usaidie tena. Adui yako akusaidie. Dada naomba nisaidie. Wahenga wanasema kifo cha panzi furaha kwa kunguru. Kwa hiyo naomba uniache. Mimi siwezi kukusaidia wewe. Kufa mbwa, yani kwa natamani siku nyingi kweli ufe. Dada naomba nisaidie. Nikusaidie wakati wewe ulikuwa kikwazo kweli katika maisha yangu, Wewe umesababisha mwanaume nimemkosa, Baba umenijanga ukanifukuza, naishi maisha ya taabu kwa ajili yako wewe, Naomba nisaidie dada. Sasa hata kama nikukusaidia
Niache. Nilikuwa najiuliza. Kwa nini mganga wangu amenipa dawa, alafu ile dawa hajanitibu? Kumbe ilikuwa ni swala la muda tu. Kumbe cha moto ushaanza kukiona. Unaona sasa? Naomba unisaidie dadangu. Naomba unisaidie. Yeye anakuonea huruma sana. Yaani adui yako katika maisha yako akusaidie. Utashie kuona lini? Ulivyokuwa unakula raha na ule mwanaume je? Suli enjoy. Sasa enjoy maumivu unaopata hapa, enjoy. Yaani sijui nipige tiki, sijui nikanye. Kufa mbwa, kufa! Yaani haya maumivu unaopitia katika maisha yako, mwenyewe napitia hivyo hivyo. Kutesana kwa zamu. Kufa, yaani mimi kufa kwako mimi kwangu furaha. Ikawaje mchepuko wa mume wako kukutesa kiasi hicho na wakati wewe ni mjamzito, na isitoshe akakukuta kwenye situation ambayo una uchungu, akathubutu kukukanyaga kwenye tumbo na wakati wewe una uchungu? Ikawaje? Kiukweli niliumia sana kwa sababu pia na yeye ni mwanamke. Hamna mwanamke ambaye hatopitia situation ile. Yeye alidiri kunikanyaga, kujali, na sababu ni mwanaume na ni mwanaume wangu, so wake. Kwa michepuko na washauri, ukishakuwa na mume wa mtu usimdharau mke wake. Kwa sababu yeye mpaka mweka mke wake ndani anampenda. Wewe wa nje unatumika kama starehe tu. Kwa wanawake wa nje wanatumia sana nguvu kubwa kuwatesa wanawake wa ndani, lakini wanakuja kupoteza wao, sio mke wa ndani kupoteza. Mwisho wa siku ndo kama hivyo, kazalishwa hovyo, haeleweki alipo. Nasikia tu amepoteza direction yote ya maisha. Mpaka nyumba aliyokuwa anaishi kafukuzwa. Uzuri nilipata msamaria mwema, alinikuta pale barabarani akanichukua, akanipeleka hospitali. Japokuwa nilikuwa na tatizo kidogo, nilifanikiwa kujifungua salama. Okay. Ndugu watazamaji wa Da Town Plus TV, kama mlivyomsikia dada Angel ambaye alipitia changamoto kwenye ndoa yake wakati akiwa na mume wake, lakini kukaingilia kuwa na mchepuko wa mume wake ambaye alimtesa sana kwenye kipindi ambacho alikuwa mjamzito. Na dada Angel, mama nani vile? Mama Gladi. Mama Gladi. Unapenda kuwashauri nini wanaume ambao wanawapa wake zao changamoto na wakati wapo kwenye hali ya ujauzito? Kwa kweli wanawake huwa tunaumia sana. Kwanza mwanamke ukishakuwa mjamzito, unatakiwa upewe care kubwa sana na mume wako. Sasa mwanaume kama anakuwa anachepuka, halali nyumbani, anampigia mke wake, unaweza kumsababishia matatizo mengi sana. Kwa hiyo tunawashauri waache. Sawa. Watazamaji wa Da Town Plus TV, na imani mmemsikia Angel, Mama Gladi anavyojieleza kuhusiana na changamoto aliyopitia yeye, na akatoa ushauri kwa wanaume. Wanaume mjitahidi sana kuwa karibu na wake zenu wakati wapo kwenye kipindi cha kuwa ni mjamzito. Na pembeni yangu hapa nipo na mdogo wangu. Unaitwa nani vile? Leila. Nipo na binti anaitwa Leila. Binti ambaye alikutwa na changamoto ya kupata ujauzito
wakati upo shuleni. Labda Leila, unawaambia nini wanafunzi ambao bado ni wadogo, bado wapo shuleni? Unawashauri nini kupitia changamoto ambayo wewe ulikutana nayo ya kupata ujauzito wakati upo shuleni? Kwa kweli iliniuma sana. Hivi unaonaje mwanafunzi umesoma au mamako anakupambania usome, alafu unakuja kufanya mambo ya kipuuzi tu, unapata ujauzito? Tena sio kuumia tu, yaani imekatisha kila kitu katika maisha yangu. Ndoto zangu zilikuwa ni kuwa dokta, lakini sasa hivi siwezi tena. Ukiangalia mwanaume mwenyewe amenitia mimba na akafuata shughuli zake, hajawahi kunifikiria hata siku moja. Yaani nimekuwa kama mzigo tu nyumbani. Cha kuwashauri mimi ni kwamba waendelee tu kupambana na masomo, kwa sababu elimu ndio kila kitu katika maisha, na mimi niwe kama funzo kwao, kwa sababu nimepitia changamoto nyingi sana. Maana mimba ile ilikuwa ni chanzo cha kila kitu kibaya kwa upande wangu. Muhimu kwa sasa ni kuendelea tu kupambana na elimu na kusoma kwa bidii, kwani kujiingiza katika mahusiano ukiwa na umri mdogo kuna kuletea shida sana. Unaweza ukapata madhara ya ukimwi na kupitia changamoto nyingi sana. Kama mimi, yaani nimembebea mwanaume mimba na bado akawa aniheshimu hata kidogo, ananidharau tu. Isitoshe mamangu naye analalamika sana, tena sana. Hivi jifikirie, mzazi wako anakusomesha, anapambana, huwezi jua zile pesa anazitoa wapi, afu mwisho wa siku tu yaani unakuja kushika mimba kizembe kama mimi. Niwashauri, achaneni na mambo ya mahusiano, kwa sababu mahusiano hayana msaada wowote isipokuwa tu kukatisha ndoto zenu. Unaona, mimi nilikuwa na ndoto yangu ya kuwa daktari. Sasa hivi siwezi tena kuwa dokta kwa sababu ni mama. Mimi ni mama kwa sasa na sio tena mwanafunzi ambaye naweza kupambania ndoto zangu. Unaonaje mimi ni mtoto afu tena nina mtoto? Cha kuwashauri ni kusoma tu na wala si kingine. Pole sana. Narudi kwa watazamaji ambao watutazama. Kama mlivyomsikia Leila kwamba mabinti ambao bado wadogo na mpo shuleni bado mnasoma, jaribu sana na mjitahidi sana kupambania masomo. Kupata ujauzito shuleni si jambo zuri kama alivyoeleza binti mwenzenu ambaye ni mdogo. Mjitahidi sana kufata masomo shuleni, msitafute kupata ujauzito wakati mpo shuleni. Nipende kuwashukuru sana kwa kututazama. Tunashukuru sana, asanteni.